Habari, karibu tupashane habari za michezo na kupitia mambo mbalimbali ambayo yameendelea kwenye mizunguko ya ligi. Hapa nazungumzia zipo baadhi ya timu ambazo zimekwisha kucheza mechi 2, zipo nyingine zimecheza mechi 3. Hapa bodi ya ligi kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram wameweza kuweka taarifa ambayo imepelekwa moja kwa moja kwenye vyombo vya habari ikitolea ufafanuzi mambo mbalimbali, lakini pia hukumu kwa yale mambo ambayo hayakwenda sawa. Nikianza kunukuu taarifa hii kwa vyombo vya habari inasema kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Oktoba 2, 2025 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu ya NBC mechi nambari 1 KMC FC 1 Dodoma Jiji 0. Klabu ya KMC imetozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la ubao wa kuonesha matokeo kwenye uwanja wake wa nyumbani KMC Complex kutofanya kazi kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni ya leseni za klabu. Hii ni kinyume na matakwa ya kanuni ya ligi kuu kuhusu uwanja na 43.33 kuhusu udhibiti wa klabu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 40 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kimashindano. Klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuanza msimu wa ligi kuu na kucheza mchezo wa ligi bila kuwa na kocha mwenye ujuzi kwa mujibu wa kanuni ya 77. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Mechi namba 9 TRA United Sports Club 2 Dodoma Jiji 2. Klabu ya Dodoma Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuanza msimu wa ligi kuu na kucheza mchezo wa ligi kuu bila kuwa na kocha mwenye ujuzi kwa mujibu wa kanuni ya 77. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Mechi namba 11 Namungo FC 1 Tanzania Prison 0. Klabu ya Tanzania Prison imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la mashabiki wake kufanya vurugu na kuingia kwenye uwanja wa Kassim Majaliwa bila kufuata utaratibu wakati wa mchezo tajwa hapo juu. Siku ya tukio hilo mashabiki wanaokadiriwa kufika 250 walikuwa wamevalia jezi za klabu ya Tanzania Prison walifika uwanjani hapo na kujitambulisha kuwa wao ni askari wa jeshi la magereza, hivyo hawawezi kulipa kiingilio ili kuingia uwanjani kushuhudia mchezo huo. Kwa sababu jambo hilo ni kinyume na taratibu za mchezo wa soka na kanuni za ligi kuu, maofisa wa mchezo huo wakiwemo kutoka NCAD mtoa huduma za uuzaji na uthibitishaji tiketi waliwazuia mashabiki na kuelekeza kuwa wanapaswa kununua tiketi. Hata hivyo mashabiki hao hawakukubaliana na maelekezo hayo, ndipo walipoamua kusukuma geti na kuingia uwanjani kwa nguvu. Tukio hili lisilo la kiwana michezo lilisababisha athari hasi kadhaa, ikiwemo mashabiki wengi walikuwa eneo hilo kutumia mwanya huo kuingia uwanjani bila kulipa kiingilio, upotevu wa pesa taslim 500,000 zilizokuwa zimehifadhiwa na afisa wa NCAD, uharibifu wa mashine NCAD ya kuuzia na kukagulia tiketi pamoja na majeraha kwa afisa wa NCAD, msimamizi wa kituo cha Lindi na kaimu afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Namungo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 47 ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Mbali na hivyo pia mechi nambari 14 Young Africans 3 Pamba Jiji 0. Klabu ya Pamba Jiji imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la kuchapisha picha jongeo video kwenye ukurasa rasmi wa klabu hiyo katika mtandao wa Instagram, ikionyesha wachezaji wa klabu hiyo wakifanya mazoezi gizani ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa Septemba 23, 2025, jambo ambalo lilizua taharuki na kuchafua taswira ya ligi kuu
ikikosekana sababu ya msingi ya wao kufanya hivyo. Timu ya Pamba ambayo ilikuwa na mchezo tajwa hapo juu dhidi ya Young Africans ikiwa haijatoa taarifa yoyote kwa klabu mwenyeji, mamlaka za uwanja na wala maofisa wa mchezo, ilifika uwanjani hapo saa 12:35 jioni kwa ajili ya kutumia haki ya kikanuni ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi katika muda wa mchezo ambao ulipangwa kuanza saa 1 kamili usiku. Baada ya kufika uwanjani hapo ambapo taa zilikuwa hazijawashwa, viongozi wa ufundi wa timu hiyo waliendelea na program yao kwa kuanza kuwafanyisha mazoezi wachezaji gizani, huku wakisikika wakitoa kauli chafu na za kejeli kwa mamlaka za soka kuwa wanawahujumu, wakisahau kuwa hata muda wa kuanza mazoezi ulioainishwa kikanuni, muda wa kuanza mchezo ulikuwa haujafika, na kwamba wahudumu wa uwanja huo walikuwa wanaendelea na taratibu za kuwasha generator na taa za uwanjani. Wachezaji hao waliendelea na mazoezi yao, lakini mara baada ya kuwaka kikamilifu na uwanja kuwa na mwanga wa kutosha majira ya saa 1:08 usiku, makocha waliamuru uwanja kuwa na mwanga kutosha. Makocha waliamuru wachezaji wao kuondoka uwanjani, na walipoulizwa na maofisa wa mchezo kwa nini wanaondoka baada ya kuwashwa, walisema tayari wamekamilisha programu yao. Adhabu ni kwa mujibu wa kanuni 47 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa klabu. Mbali na hayo, mchezo ama mechi namba 22, Mbeya City 0 Young Africans 0, mchezaji wa klabu ya Yanga Ibrahim Abdullah amefungiwa michezo 5 kwa kosa la kumkanyaga kwa makusudi mchezaji wa klabu ya Mbeya City Ibrahim Ame, rafu ambayo ilionekana kuwa mbaya zaidi na ingeweza kuhatarisha usalama wa mchezaji huyo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 41 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji. Mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu Omar Mdoe kutoka Tanga ameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mzunguko 5 kwa kosa la kushindwa kutafsiri uvema sheria za mpira wa miguu na kushindwa kuchukua hatua kwa vitendo ya ukiukwaji wa sheria za mpira. Pamoja na matukio mengine, Omar Mdoe alishindwa kutafsiri sheria katika dakika 46 ambapo mchezaji wa Mbeya City Mateo Anton alishika mpira ndani ya eneo la penalty lakini hakuchukua hatua yoyote. Mwamuzi huyo pia alishindwa kuchukua hatua baada ya mchezaji Ibrahim Abdullah kucheza rafu mbaya katika dakika ya 3 ya mchezo. Mechi namba 23, JKT Tanzania 1 Azam FC 1. Mchezaji wa klabu JKT Tanzania Mohamed Bakari amefungiwa michezo 5 kwa kosa la kumkanyaga kwa makusudi mchezaji wa klabu ya Azam FC Lusajo Mwikenda, rafu ambayo ilionekana kuwa mbaya na ingeweza kuhatarisha usalama wa mchezaji huyo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 41 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji. Mpaka kufikia hapo mwanamchezo, nikwambie tu hiyo ndio baadhi ya taarifa ambazo nimekuchukulia mara baada ya taarifa hii kutoka kwenye ligi kuu hapa nchini. Utuambie namna ambavyo umeziona adhabu hizi. Je, zitaweza kwenda kuboresha na wachezaji kuacha kufanya zile rafu mbaya? Mimi naitwa Latifa Nafi na hii ni Ava TV.